Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Aprili 28, masomo toka kwa Timotheo. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Timotheo wa pili 3 mstari wa 15. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunakushukuru kwa wema, fadhili na upendo wako maishani mwetu. Tunapoenda kujifunza yale maandiko yako matakatifu, tunaomba ukatufundishe vyema sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Mshirika wa Paulo kwenye kazi, Sila, alikuwa ni mtendakazi aliyekuwa ametahiniwa. Alikuwa na karama ya unabii, lakini kazi iliyokuwa mbele yao ilikuwa kubwa kiasi cha kuhitaji kufundisha watendakazi wengine kwa ajili ya kufanikisha kazi. Kwa Timotheo, Paulo aliona mtu aliyekuwa anapenda utakatifu wa kazi ya mhudumu wa neno. Alikuwa hatishiki kwa kutazamia maumivu na mateso, na aliyekuwa tayari kujifunza. Hata hivyo, mtume hakudiriki kuchukua jukumu la kuanza kumpa mafunzo ya huduma za Injili kijana Timotheo, ambaye alikuwa hajajaribiwa katika kazi. Kabla ya kujiridhisha kwanza kuhusiana na tabia na maisha yake ya nyuma. Baba yake Timotheo alikuwa Myunani, wakati mama yake alikuwa Myahudi. Tangu utoto wake alikuwa anayajua maandiko matakatifu. Uchaji Mungu aliokuwa ameuona kwenye maisha ya nyumbani kwao ulikuwa ni kamili na wenye maana. Imani ya mama na bibi yake katika neno takatifu la unabii ilikuwa kwake ukumbusho wa daima juu ya baraka za kuyatenda mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu lilikuwa ni kanuni iliyotumiwa na hawa wanawake wacha Mungu katika kumwongoza Timotheo. Nguvu za kiroho za mafundisho waliokuwa wameyapokea kutoka kwao vilikuwa vimeufanya usemi wake uwe safi na usiochafuliwa na mivuto ya uovu iliyokuwa inamzunguka. Kwa hiyo, walimu wake wa nyumbani walikuwa wameshirikiana na Mungu kumwandaa ili kuchukua majukumu mazito. Paulo alikuwa ameona kuwa Timotheo alikuwa mwaminifu, mnyofu na mkweli, na alimchagua awe mshirika wake katika kazi na safari. Waliokuwa wamemfundisha Timotheo wakati wa utoto wake walituzwa kwa kumwona mwana wao waliyekuwa wanamtunza akiunganishwa na kufanywa mshirika wa karibu wa mtume mashuhuri. Alipokuwa amechaguliwa na Mungu kuwa mwalimu, Timotheo alikuwa ni kijana, lakini kanuni zake za maisha zilizokuwa zimejengwa na kuimarishwa na elimu yake ya awali ziliwezeshwa kuchukua nafasi ya msaidizi wa Paulo. Ijapo alikuwa ni kijana aliyebeba majukumu yake katika unyenyekevu wa Kikristo, Paulo alikuwa anampenda sana Timotheo, mwanangu hasa katika imani. Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 2. Mtume huyu mashuhuri mara nyingi alitoka na huyu mwanafunzi kijana na kumuuliza maswali kuhusiana na historia ya maandiko matakatifu, na walipokuwa akisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, alikuwa anamfundisha namna ya kufanya kazi kwa mafanikio. Wote wawili, Paulo na Sila, walitaka kukuza hisia ya asili takatifu ya umakini wa kazi ya mtendakazi wa Injili. Katika kazi yake daima, Timotheo alitaka ushauri na maelekezo kutoka kwa Paulo.
Hakuwa anatenda kwa mhemko, lakini alikuwa anatumia fikra, utulivu wa akili, akiuliza katika kila hatua akisema, je, hivi ndivyo Bwana anavyotaka lifanyike? Ndani ya kijana huyu Roho Mtakatifu alikuwa amepata mtu anayeweza kuundwa na kutengenezwa kama hekalu litakalokuwa makao ya Mungu. Mafundisho ya Biblia yanapofundishwa na kuwekwa kwenye maisha ya kila siku, huwa yanaingia kwa kina na yana athari ya kudumu katika tabia ya mtu. Mafundisho haya Timotheo alikuwa anajifunza na kuyaishi. Utasoma Matendo ya Mitume ukurasa wa 175 hadi ukurasa wa 178. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 28, masomo toka kwa Timotheo. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunaomba ukatusaidie masomo haya yakazidi kutujenga kiroho na tukasogee zaidi karibu na wewe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu